Kujifunza mtembeo wa muumini, kujifunza mpango wake ama makusudi yake ambayo yanahusisha kazi yake. Kwa sababu mpango wa Mungu na makusudi yake duniani unahusisha nini? Kazi yake. So it means kila mwanafunzi ni mtenda kazi. Nimesemaje hiyo? Kila mwanafunzi wa Kristo ni nini? Ni mtenda kazi. Kwa lugha nyingine, kila mwanafunzi wa Kristo ni mtumishi wa Mungu. Kwa maneno mengine, kila aliyeamini ameitwa katika huduma. Kwa huwezi kutenganisha wanafunzi na utumishi. Glory to God. So fact kwamba umeokolewa tayari ni wito katika huduma. Ulipookolewa uliitwa kutoka gizani, uliitwa kutoka kwenye utumwa usiofaa ama utumishi usio sawa, kama ule wa wana wa Israeli walipokuwa Misri wanatumikishwa isivyo sawa. Wakaitwa watoke kwenye utumishi usiofaa wakamtumikie Mungu. Hawakutolewa kwenye utumishi usiofaa wakazululi, wakawe free lancers duniani. No, waliitwa kutoka kwenye utumishi usiofaa waje kwenye utumishi unaowafaa toka mwanzo. Maana tangu mwanzo Mungu alimfanya mtu kwa sura na mfano. Alimuumba mtu awe sura na mfano. Maana yake nini? Alimfanya mtu awe mwakilishi wake, God's agent on earth. Awe mtendaji kwa niaba yake duniani. Awe anayetiisha kwa niaba yake duniani. Sema akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkatawale ndege wa angani. That's dominion language, that's kingdom language, ni lugha ya ufalme. Zile tenzi zote, katawale, katiishe, kajaze, ni lugha za ufalme, ni lugha ya mamlaka katika Kristo Yesu. Ni ufalme wa Mungu. Tunatawala, tunatiisha. And it was never intended for another man. Haikukusudiwa huo utawala na dominion juu ya mwanadamu mwingine. So I know what leo wanaweza kusema tumeambiwa tukatawale na kumiliki, wakitegemea kwamba ni kwenda kutawala watu wengine, kwenda kuwaweka chini watu wengine. Nasema na maandiko yanasema nitakuwa kichwa tu. Kichwa tu. So sometimes hata kanisani mtu anaomba awe kichwa juu ya wengine katika kanisa. Sasa kila mmoja anaomba awe kichwa. Nafikiri vichwa vitakanyagana. Maana wote wanasema nitakuwa kichwa juu ya ndugu zangu wote. Nikawa umesema nitakuwa kichwa. Ni changamoto ya kutokuelewa maandiko. Amen, amen. That's why we in Christ. Kwa hiyo tangu mwanzo Mungu amekusudia mtu awe mtumishi. Anasema akamweka huyo mtu katika bustani ili ailime na kuitunza. You remember those words? Ailime na kuitunza ni lugha za hekaluni. Lile alikuwa shamba la minazi wala mboga mboga. Bustani ya Mungu simply ni nyumba ya Mungu. Anaongelea nyumba ya Mungu, a sacred place. It's temple language. Kwa ni lugha ya hekalu. Anaposema bustani ni ndio maana mahali pengine anasema Edeni, mlimani pa Bwana. Ni mlima mtakatifu. Mlima of course kwa lugha pia kwa Agano la Kale kuongelea makao ya Mungu. So bustani ya Mungu ni makao ya Mungu. Na wale watu wameweka mahali pale watumike, wamtumikie Mungu. So Mungu tangu mwanzo amemwita mwanadamu kwa ajili ya utumishi. So unaposema ni uliniumba ni kuabudu. Wengi wanafikiri kuabudu ni kuinua mikono juu hivi. Nasema ndio nimeabudu. Ni sehemu ya ibada. Lakini ibada, kumwabudu Mungu maana yake ni kumtumikia Mungu. Sema kumtumikia Mungu. Kumwabudu Mungu ni kumtumikia Mungu. Kwa mtu anasema huyu mtu anaabudu miungu mingine, maana yake anatumikia miungu. So anayemwabudu Mungu maana yake anamtumikia Mungu, ana utumishi kwa Mungu. So anamwabudu Mungu, anamtumikia Mungu kwa mali zake, anatumia kwa nguvu zake, kwa muda wake, kwa maisha yake. Ni mtumishi wa Mungu, ni God's agent on earth, ni wakala wa Mungu duniani. Glory to God. Kwa tangu mwanzo Mungu amekusudia mtu awe mtumishi wake, mtu awe agent wake, wakala wake duniani. Maana yake kwa lugha nyingine, wewe ndio kisanamu cha Mungu. Sema kisanamu. Nataka upate tu comparison. Kwa wakati miungu ya kigeni walikuwa na uwasilishi katika sanamu zinazofanywa na mikono ya wanadamu, zinawakilisha duniani kama wao ndio wako pale. Mungu wasilishi wake duniani ni mtu.
Amen. Na ndio makao yake. Kwa lugha nyingine, makao ya Mungu ni katikati ya wanadamu, ni ndani ya wanadamu, anaishi katika waamini. Sisi ni makao yake. Sema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wake anakaa ndani yenu? So it means a human being, a man, mtu ni makao ya Mungu. Glory to God. Kwa njia ya kanisa watu wanaandaliwa kumtumikia Mungu. Kwa njia ya kanisa watu wanafundishwa Kristo au fundisho la Kristo na mtembeo wake au mwenendo wake. So the doctrine, fundisho lina mtembeo wake au lina conduct, lina mwenendo wake. Unaweza kujifunza katika kanisa la mahali fundisho na mwenendo wa fundisho. Amen, amen. Kwa katika kanisa au kwa njia ya kanisa Mungu anafanya lile fundisho la Kristo liwe modeled, lifanyiwe mfano, ambapo mwanafunzi anajifunza kwa kusikia na kwa kuona mtembeo wake. Glory to God. Ikiwa ni huduma ya Kristo, unajifunza kwa kusikia, unafundishwa kwa maneno, alafu unaona kwa vitendo vile huduma ya Kristo inafanyika. You get examples. Glory to God. Lakini kwa njia ya kanisa una platform ya kufanyia mazoezi utumishi. Hauwezi kuwa katika huduma kwa kuibuka tu au unakaa tu chumbani unasikiliza audio, unasikiliza masomo afu unakwenda kutumika mtaani. Utafanya vitu vya ajabu. Utafanya vitu vya nini? Kanisa la mahali linakupa uzoefu, linakupa mtembeo, linakupa mazoezi huku ukiangaliwa, under supervision. So wanawekwa wazee, elders in the church, pastors. Lengo ni nini? Waweze kuwasaidia hawa watumishi na wao kuhudumu au kutumika ama kufundisha kama wao ambavyo wamelelewa na wakufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So fundisho la Kristo unalipokea, unajifunza kwa hao waliowekwa mbele yako. Bwana anamwambia Timotheo katika Timotheo wa kwanza sura ya 2, anasema kwamba mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, ufanye nini? Wakabidhi watu waaminifu watakao wafundisha na wengine. So maana yake fundisho linapokelewa na ulivyopokea ndivyo unafundisha na wengine. Kwa kanisa ni platform ambapo unafundishwa ili na wewe uweze kufundisha yale yale uliofundishwa kwa mtindo ule ule uliofundishwa. Hauko na kusema, unajua duniani kuna misemo, na hiyo misemo changamoto watu wanataka kuileta na kanisani. Ni kitu cha ajabu sana. They mix, they think the church can be the word can be the church, or the church can be the government can be the church. The church can be the political party, the political party can be the church. You see confusion? Duniani kuna misemo na falsafa inasema hivi, be you. Mai kusikia hiyo? Kuwa wewe original. Don't copy. Na wanamsingizia na Mungu. Sasa Mungu alikuumba wewe original. It is a half truth. Ni ukweli nusu. Mungu amekuumba wewe kwa jinsi yako na anataka wewe uwe mwenyewe hivyo. Kuna kitu special, una ufunuo wako, kuna namna Mungu anataka umtumikie kivyako vyako kwa jinsi yako, sio kama mwingine. Mabija yako ni mtego. Hallelujah. Ni mtego. So kama unafanya biashara tutakwambia tengeneza brand yako, no issues. Brand yako, au sio? Promote brand yako, business zako ziwe tofauti, jitofautishe na competitors wako. In ministry we are not competing. Kwenye huduma hatushindani. Hauangalii, hebu tucheke kanisa fulani unafanyaje? Sasa sisi tunabuni nyingine ya namna tofauti ili tuweze ku overtake. It's like kanisa linapambana kupata wateja mjini. Kwa hiyo linaangalia mbinu za kanisa lingine. Unaona, okay, wanalegea sisi tutafanya kwa namna hii, tutablandi kwa namna hii, tutafanya kwa jinsi, tutafanya namna hii ili tuibe tupate wateja kwetu. That is not ministry. Hallelujah. So katika fundisho la Kristo hakuna special revelation. Nimesemaje? Hakuna ufunuo binafsi. Ufunuo ni wa Kristo, ni neno la Mungu peke yake. Wote tunafundisha hilo. Maombi ni maombi.
Hakuna maombi according to Mwalimu John na maombi according to Mwalimu Yusufu. Maombi ni maombi according to the word of God, sawa sawa na neno la Mungu. Tunajifunza maombi sawa sawa na neno la Mungu. Tunajifunza mtembeo wa muamini, mwenendo sawa sawa na neno la Mungu. Hakuna ubunifu, the same. Kwa fundisho lile la mitume ndilo ambalo tunafundisha, kama ambavyo wao walipokea kwa Kristo, akasema kwamba mkawafundishe kuyashika yote niliyoamuru. Manake wanaenda kufundisha waliosikia na kumuona Kristo akifundisha na kufanya. Wakaenda kuwafundisha, na wale wanafunzi kwenye Matendo 2:42 anasema wakadumu katika fundisho na nini? So maana yake wanafunzi wanadumu katika fundisho, wanalipokea na wanaendelea katika hilo. Kwa wanafunzi maana yake unakuwa brainwashed. Nimesemaje? Unajisikia vibaya? Ndio hivyo. Kwa sababu elimu ya Kristo inakuja kupukutisha elimu zetu zote tulizonazo, elimu zingine za ulimwengu. Inaweka, nikisema elimu za ulimwengu, falsafa, sio usimaanisha kwamba inaondoa elimu ya kilimo na uinjinia na udaktari. No. Inaondoa falsafa zote za ulimwengu ambazo ziko kinyume na elimu ya Kristo. Tunapokea maarifa ya Kristo, maarifa ya kumjua sana mwana wa Mungu. Tunapokea maarifa na ufahamu wa Mungu. Tunapokea makusudi na mpango wake, ni uelewa wa makusudi na mpango wake tunapofundishwa neno la Mungu. Kwa maana yake unapokuwa chini ya mwalimu, maana yake ni kwamba anaosha kichwa chako, anakupa ile elimu. Unaipokea katika uaminifu wote, inakaa kwenye kichwa chako na wewe unamfundisha mwingine. Ndio maana ile neno mathetes, mwanafunzi mfuasi pale, sio tu mwanafunzi ambaye anaenda shuleni afa anaamua hiki nachukua kile na hata kile anachukua. No, mwanafunzi katika etymology ya Kigiriki na Kiebrania kwa wakati huo inazungumzia mtu ambaye yuko chini ya mwalimu, anachukua mafundisho yote ya mwalimu, anayashika na anafuata nyayo za nani? Mwalimu wake. Ndio maana Petro kwa mfano na kielelezo bora cha wanafunzi wakati ule, anamwona Yesu anatembea juu ya maji, anamuuliza, Bwana ni wewe? Yesu anasema ndio, ni mimi. Sasa kama ni wewe, nakuja, niruhusu Bwana. So maana yake nini? Anamwona Yesu anatembea juu ya maji na anataka kufanyaje? Kutembea. Anaona mwalimu anachokifanya na yeye anataka kufanya kama mwalimu wake. Hiyo ndio principle ya ufuasi, ni kumfuata mwalimu wako katika mafundisho. Manake ni kwamba katika shule hiyo ya mwalimu na mwanafunzi, au katika shule ya mtu na mwalimu, au katika shule ya Kristo, manake ni kwamba haupokei tu taarifa. No, you are receiving training. Unapokea mafunzo, manake kuna mafunzo hands on work, utendaji, lakini pia unapokea makusudi, makusudi, purpose of life, lifestyle unapokea kutoka kwa mwalimu wako. Glory to God. Ndio maana Bwana anasema umeyajua makusudi yangu, tabu yangu. So manake mwanafunzi kama Timotheo anajifunza kwa mwalimu wake, okay, kusudi huyu pasua mambo anayopasua, mambo anayofuatilia katika maisha, vipaumbele vyake ni vipi, kusudi la maisha ni lipi, anapokea kwa mwalimu wake, anakuwa mfuasi mwaminifu, anafuata katika yale, anawafundisha na wengine hivyo. Ndio maana utaona sasa elimu ya Kristo, mafundisho ya Kristo linakuwa ni hilo, ni kizazi hadi kizazi, kwa sababu Mungu abadiliki na neno lake halibadiliki. Kwa maana yake ni swala la kukabidhiana. Wanafunzi ni kukabidhiana, sema ni makabidhiano. Kwa sababu mambo yale uliyopokea mbele ya mashahidi, kwa hawa ni mashahidi, unapokea neno la Mungu hapa, unakuwa mwaminifu kulifundisha kama Paulo anasema, mimi nami naliwatolea yale niliyopokea. Akutunga. Paulo hakuwahi kutunga injili. Sasa naliwatolea yale niliyopokea. Glory to God. Kwa ukiwa unafundisha wengine unafanyaje? Unawatolea yale uliyopokea. Mtu asikujaze, be you, be original. Unaanza kujifungia kwenye chumba, Bwana nipe ufunuo, nipe ufunuo. Utasikiza majini. Unajaza makaunta, maneno hajai kusikilika duniani. Alafu kisimama mbele ya watu wa shamba neno la Mungu sasa, that man of God amejaa mafunuo, amejaa ujinga, amejaa upuuzi, amejaa maneno ya hovyo. Hasa wana mafundisho hajawahi kusikika duniani. Yaani yule ni mwalimu wa kipekee, amepewa special revelation. Special like what?
Yesu amekuja mwenyewe kutoka mbinguni. Hakuja na special revelation. Ila anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko mambo yote kuhusu yeye. Alifundisha kutoka wapi? Hakusema kitu kipya. Luka 24 anasema, haya ndio niliowaambia nilipokuwa nikali pamoja nami, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya nani? Musa na manabii na nini? Maana pattern yake ya kufundisha ni kutoka Musa na manabii. Ni Mwanzo mpaka Malaki. Alifundisha wakati wote kutoka. Kila alisema hamkusoma. Je, hamkusoma? Wanataka kumchonganisha na Musa, anaambia sikilizeni nyinyi hamjui nyinyi. Musa aliandika habari zangu. Glory to God. Hakuna wakati wote Yesu alimcontradict Musa. Hakuna. Anafundisha kutoka kwenye maandiko yale yale. Sasa nimetoka mbinguni analetea kitu kipya. Sasa mtu leo anasema ana ufunuo nje ya Biblia. Sasa mdani unamwangalia mtu unamwonea huruma tu. Kwa sababu bora akiuliza maswali unamsaidia. Na mtu amekomaa, mimi na ufunuo, usifungwe na maandiko na ufunuo. Yesu mwenyewe mwana wa Mungu alifungwa na maandiko. Alielezea maandiko. Alibaki kwenye nini? Maandiko. Ukiletewa Mungu asiyeshuhudiwa na maandiko, wewe ni Mungu gani? Kama Yesu tu angekuja akaanza kusema tofauti na walivyosema kuhusu yeye katika Musa na manabii, maana yake asingekuwa yule Yesu ambaye Mungu alikuwa anamtuma duniani. Do you understand? Kwa ili athibitishe kwamba yeye ndiye, inabidi iweje? Atembee kwenye ufunuo ule ule ambao Mungu alimtoa, kwa sababu injili haijakuwa jambo jipya katika Yesu Kristo ama katika Paulo ama katika mitume. Kwa anasema ya kwamba Paulo mtume wa Kristo niliyetengwa nihubiri injili, Warumi 1:1-2-3-4. Anasema ya kwamba ambayo Mungu alikwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko. Kwa injili ambayo anaihubiri anasema hivi, alikwisha kuiahidi. God has already spoken. So gospel sio jambo la agano jipya, ipo tu. Injili ni habari njema za uzima, na tumeanza uzima tangu mwanzo. Soma Tito 1:1 pia anakuambia the hope of life, tumaini la uzima. Hallelujah. So kila mtu anafundisha hayo. Kwa wapi unafundishwa hayo? Kanisani. Kwa kanisa ni shule inayotoa mtaala ambao ni ule ule na endelee. Kwa wanafunzi wanafundishwa systematic katika ule mtaala mmoja wa Kristo, elimu ya Kristo, elimu ya Mungu. Na ndio maana kanisa la mahali lina maana sana. Kwa sababu usipokuwa na kanisa la mahali, maana yake utakuwa unapata shule ambazo hazina nini? Hazina utaratibu, hazijielekezi zinaanzia wapi zinafanya. Watu hakuna management kwamba okay amejifunza mpaka hapa sasa ameelewa. Hakuna anayerudia kwamba watakuwa wamesema. Kanisani neno la Mungu linafanyaje? Linarudiwa. Neno la Mungu linafundishwa systematically, kwa sababu pana waangalizi wanaojua kundi linakwenda vipi. Wanalisha kundi la Mungu kwa maarifa na ufahamu, wanawafundisha katika utaratibu. Hatua kwa hatua mtu anakuzwa kwa neno la Kristo. Lakini ukienda ukiwa mwanafunzi, kwa mfano ukasema wewe ni mwanafunzi wa YouTube, unakutana na mwalimu ameanza kuzungumza somo analofundisha, unashindwa hata kuunganisha, kwa sababu kwanza umemkuta yuko na watu wake ambao amekaa nao miaka 20. Si ndio? Watu ambao amekaa nao miaka mingapi? Kwa hiyo anachofundisha ni kwa sababu ya kina msingi kwa ufahamu ambao tayari unafanyaje? Ni sana uende shuleni au chuoni kusoma engineering, alafu wewe unaingia mwaka wa 4 pale. Darasa la engineering, engineer, civil engineering, unaingia kwenye darasa la ngapi? Mwaka wa 4. Sasa shule ni shule tu. Au umepangiwa sasa, mimi nataka nianze zile topic za mwaka wa 4. Au umeenda sekondari form 1. Ukifika pale unasema mimi nachagua nataka napenda biology ile topic. Nimeona kaka nyumbani ana nani, nataka ile topic ya form 3. Ndio nikaanzie pale. Mambo yameweka katika nini? Pangilio.
kuna mahali pa kuanzia hatua kwa hatua, and that's what the church gives you. Kanisa linakupa hiyo na linakupa consistency ya truth. Unasikia kweli zile vizuri, sio huku umesikia Mungu anaua, huku haui, huku Mungu anasamehe milele, huku dhambi amezishikilia hata kumsubiri siku ya mwisho anakuchapa, huku utakuwa screen, huku una uzima milele, huku unakuaje kiroho? Walimu 13 wote wanaongea tofauti, unakuaje kiroho? Huyu anasema piga maadui zako, huyu anasema waombe rehema. Kichwa hiki will you grow? Hakuna mtu kwa uzoefu wa maisha na huduma, na ukiangalia hata katika hakuna mtu aliyekuwa kwa kuwa na walimu 7,000 tofauti. Hakuna mtu aliyekuwa kwa kutokuwa na kanisa la mahali. Uwezi ukakua. Utafikiri unakuwa. Unajua kuna mambo unaweza kufikiri unafanya. Yaani ukijiona hivyo unaona kama unakuwa. You're not growing. Yesu akawachukua wale watu. Nasoma nafikiri Marko au Mathayo 3:14. Anasema akawaita wale 12 ili awe pamoja nao. Awe pamoja nao, alafu aweje? Awatume. Hebu sema kuwa pamoja nao. Kwa maana yake, kwa lugha nyingine unaweza kusema Yesu alikuwa na shule au alikuwa na kanisa. Kanisa ni kama darasa, au sio bwana? Kwa anasema mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, maana mkawaweke kwenye madarasa. Sababu neno wanafunzi sio umehubiriwa injili umekuwa mwanafunzi tembea. Ni swala sasa umekuwa umeandikishwa kwenye shule, to be enlisted in your school. Ni kama mtu aliandikishwa darasani, kwa anaendelea kusoma. Tuko pamoja eh? So Yesu amewaita mitume, yuko pamoja nao, anatembea nao, wanajifunza kwake kwa maneno anapofundisha, wanajifunza wanavyoona, wanavyohudumia watu wagonjwa, wanaofungua walifungwa, wanaona jinsi anaomba. Walimuona anaomba mpaka akamwambia tunaomba na sisi tufundishe nini? Wow. They saw it in his life. Kwa maana Yesu alikuwa anafundisha kwa maneno na kwa vitendo. He was modeling the teaching. Analimodel ile fundisho. Analipa kielelezo ile fundisho. Kwa maana wanafunzi nahusisha kusikiliza na kuona. You listen and you observe. Amen. Unakuwa kanisani, kwa kanisa nakupa platform ya kufanyaje? Si kusikia tu na kuona. Upo kanisani mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, watu wanaendesha maombi, si unaona? Si unasikia? Mwaka wa kwanza upo siku tunasema hebu ongoza ibada, unasema yani sijui. Ulitaka ujuaje sasa? Ongoza ibada sijawahi. Sasa si ndio maana ulikuwa kanisani? Kwa maana yake unapokaa hapa ni shule. Wewe hapo kanisani umetulia tu. Maana yake una observe. Mwanafunzi anapaswa kwa observance. Anaangalia namna mambo yanafanyika. Kwa mfano kuna kanisani kuna ushers. Anaona ushers wanaofanya kazi yao. Kama kanisani siku na kiongozi wa nini au ibada na anaona mambo yanavyopelekwa. Anaona kila kitu anatazama. Kwa anajifunza. Kwa kesho unamwambia ongoza cell, anajua pa kuanzia, si ndio? Maombi, anaona maombi yanaelekezwaje. Anaona maombi gani yanaomba, anatazama, anapata akili. Huduma unajifunza vizuri wapi? Kanisani. Glory to God. Kwa katika shule ile ya Yesu au kale kanisa la Yesu, akawa anafanya, wanatazama, anafundisha, wanasikiliza, and then kuna wakati sasa anafanya na wao wanafanyaje? Wanafanya wakiwa pamoja. Kumbuke stage ya kwanza anafundisha na kufanya, wao wanasikiliza tu na kuona. Stage ya pili anafundisha, tuko pamoja, na kutenda, na wao wakiwa wanafanyaje? Wanatenda. Yaani wako pamoja. Kwa anaombea wagonjwa au wanatoa pepo, yuko nao pale. Kwa wanaona, wanafanya, kwa yuko naye ana supervise wanachofanya. Anaweza kwambia no, hiyo haifanyiki, inafanya hivi. Pale umefanya. Kwa mfano anamwambia, "Yes, kwa nini sisi pale tulipotaka kulitoa ile pepo mambo yakawa magumu?" Na Yesu aliona ile situation, si ndio? Kwa anawasaidia. Glory to God. Then stage nyingine anafanyaje? Anawatuma. Yeye hayupo, wanaenda wenyewe. Alafu anarejesha nini? Report. Hebu sema ni shule. Sasa kina Petro hakwenda shule miaka 3.5 sio bachelor hiyo. Na plus na nyongeza kabisa. Miaka 3.5 ya kutembea na mwalimu.
kila mission field wanasikiza mahubiri yake, mafundisho yake, wanahusishwa kwenye vitendo, wanafundishwa vitendo. Kwa Yesu alikuwa anasema nao, hata fahamu zote zikageuka, wakajua makusudi ya maisha yao ni nini, mpango wa maisha yao ni nini, huduma mpango wa Mungu ni upi, huduma inafanyikaje. Walielewa kwenye ile shule. Glory to God. Ndio maana alipoondoka waliweza kujua kwamba kanisani maombi sio swala la ukijisikia. Yesu alipofufuka akasema, "Mwa mnaomba." Alihitaji kusema hivi. Kwa nini? Kwenye maisha yake na wao walijua kwamba prayer is part and parcel of ministry and life. Ni mtindo wa muumini. Kwa kina Petro utaona kitu cha kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume, unaona wako wapi? Wanaomba. Makusanyiko yao wanaomba. Kwa nini? Wameona katika maisha ya Yesu, wameona kwenye huduma ya Yesu. Anamaliza huduma, anaenda kuomba. Kabla ya huduma anaenda kuomba. Anafanya miujiza, anaenda kuomba. Kabla ya miujiza anaomba. Walimuona anaomba asubuhi, walimuona anaomba usiku, walimuona anakesha, walimuona sio shule hiyo. Where do you get it? In the church. Unaona watu wanaomba. Unaona mchungaji anakwenda retreat. Kumbe wako unakwenda retreat. Amen. You learn by seeing, by observing. Unapokea. Kwa mitume wakapokea yote ile ukitafsiri pale katika yote niliyowafundisha na kuwashika na kuamuru. Maana yake anazungumzia katika habari ya maneno, mafundisho, na katika habari ya nini? Conduct ama mtembeo au mtindo, maana ya huduma. Watu ambao hawakulelewa vizuri kanisani katika maana za huduma wanafanya vitu vya ajabu sana. Lao wajiulize, hii huduma ni ushirikina ama ni huduma? Ndio wa special revelation. Umepokea ufunuo binafsi. Wanajiuliza, hii ni huduma au ganga wa kienyeji? Huduma mtu ni kama ananyanyasa watu. Sasa ndio namtumikia Bwana. Na Bwana yupi? Bwana wako wengi. Ukisema Bwana usitutishie. Namtumikia Mungu. Miungu wako sio kila mahali. Mtu anasema Mungu anamtumikia Mungu. Hivi mnajua miungu? Unajua sometimes nafikiri kuna shule sisi tulimisi. Humu duniani, hebu sema humu duniani ama ulimwenguni, pana miungu na iko very powerful. Iko nini? Kama unabisha au unafikiri dunia labda tunaoishi ni nyingine, tumepewa tofauti na watu wa Agano la Kale. Nipi? Wale kwa naona wanaitwa Baali, they were powerful gods na wajafa. Wapo. Ni kwamba tu wewe katika utamaduni wako utaambui kwa jina linaitwa nini? Baali. Ila wale watu waliita Baali. Kulikuwa na Ashtoreth, kulikuwa sio na Mungu ni miungu ya kutosha. Na haya miungu yalikuwa yana show. Yalikuwa na manabii wake. Wanafanya mambo na yanafanyaje? Hivi unafikiri unaweza unatakiwa wewe maigizo watu yani kujikata hadi nyembe. Wana imani katika wewe. Ulishawaonyesha. Umekuwa ukitembea. Wale manabii wake hadi walijikata nyembe wakiamini Baali atatokea. Sasa Baali ana akili. Sio mjinga. Wewe unataka atokelezee mahali ambapo aliyemuumba yupo. Wewe utakuwa eti unaenda kushindana na muumbaji wako na akili. Walikosea walipomuitia, wangemuitia huko. Angetokelezea. Na akajimwambafai, angejionyesha uweza wake na nguvu zake. Sasa wakamuita, amesimama Elia anasema leo ijulikane. Anajua, miungu yote inajua, hakuna Mungu, yani inafahamu Mungu wa miungu ni nani. Unje hili jina Mungu wa miungu unielewe mpendwa. Mungu wa nini? Hebu sema tena. Mungu wa miungu. Hiyo dhana isikupotee kwenye ile chako. Kuna nini? Miungu, alafu kuna Mungu wa nini? Kuna wafalme, alafu kuna mfalme wa nini? Hao wafalme wanaongelea kwenye Biblia, usio kafikiria hao wanaokaa kwenye viti vya binadamu. Ni principalities and powers. Sema principalities and powers. Ni falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Ndio hayo ambayo Mungu akamwambia mwanadamu, akambarikia akasema nenda ukatiishe. Go and subdue. Ndege wa angani sio nani wale? Kware na njiwa. Viumbe wanaotembea nchini sio simba na nani na nyani na kondoo na mbuzi. Samaki wa baharini sio sato
kwamba unaenda baharini pale ziwani, nasema Sato, mimi ni mfalme na watawala na watiisha. Ngoja na macho ujinga. Ndio moja. World view ya mwandishi anaongelea ulimwengu wa nini? Roho. Ni viumbe katika ulimwengu wa roho. Kwa Paulo anazungumzia yaliyo juu. Unaona wakati wote dunia zinazozungumzwa katika sifia tatu. Yaliyo mbinguni au juu, yaliyo juu ya nchi ama chini ya nini? Chini ya nchi. So ulimwengu wa roho una hizo sifia. Na kuna hayo majitu, hebu sema majitu. Zamani yalikuwa yanaitwa wana wa Mungu. Sons of God. Powerful beings. Na hajafa. Nataka hii ujue. Hajafa nini zimesema? Mwambie jirani yako hajafa mamiungu. Yapo na yanapiga show duniani kwa koti la nana fulani tu, yamejibadilisha yale yanasema ibilisi hujibadilisha, mashetani hujibadilisha. Wewe unaweza usiyatambue, yapo yanapiga. Ndio watu wanaambia, nilipokaa mlimani siku 40, Mungu akasema. Unajuaje Mungu aliyesema ni nani? Unajua? Kwani ngoja kuulize, Mungu ana rangi gani? Huwa anavaa koti gani? Roho Mtakatifu yukoje? Roho. Hii Biblia soma kwa roho. Nifundishe kwa kusoma kwa roho sasa, nionyeshe. Hivi ndio tunasoma kwa roho. Nionyeshe. Kwa kuna watu wana maneno ya kiroho hata rohoni kwenyewe hawakujui. Wamejaa na haya. Ndio mahali salama. Hebu sema mahali salama. Kanisa la mahali. Ndio na mambo mengi sana. Ulimwengu watuko wenyewe, brothers and sisters. Una mambo, una vitu. Paulo anasema tukakatizwa juu sana kupiga falme na mamlaka, sio kupita waziri mkuu na wabunge. Juu sana kupita falme na mamlaka na nguvu, sio dhaifu. Nini? Nguvu na usultani. Maana hapo ambapo Mungu anajimwamba fai ametuinua, sio pa kidogo. Asa ndipo akatufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye juu sana kupita falme na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, si tu katika dunia hii na hata katika ulimwengu ujao. Tuko pamoja? Hapo anasema hivi, kushindana kwetu. Kwanza naanza hata na kushindana, naanza pale. Anasema iweni hodari katika nani? Hivyo unaambiwa hodari, unafikia mchezo. Neno ukiambiwa hodari maana yake kuna show kubwa hapo bro. Uweze kuambiwa hodari kunywa kula ice cream. Kwa hodari kunywa juice. Ni spiritual warfare. Asema iweni hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Maana kuna nguvu nyingine. Katika uweza wa nini? Wa nguvu zake. Kwa nini anasema kwa nini iwe hivi? Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nini? Diwani, sio juu ya nini? Mchawi nyumba ya pili pale jirani. No! Asema bali ni juu ya falme na nini? Mamlaka na nini? Mungu ni basi sawa, lakini ni juu ya falme na mamlaka na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Are you getting it? Kwa ulimwengu wa roho una nini? Hakuna Mungu peke yake huyu unayemjua wewe, Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kuna falme, kuna mamlaka na kuna jeshi la pepo wabaya. Kimsingi basi katika anasema kushindana kwetu ni si jana bali ni katika ni juu ni dhidi ya falme, yani mamlaka, yani jeshi la pepo wabaya. Kwa kuna majeshi. Tele wanaiba majeshi. Glory to God. Kwa kuna mahali hatari sana kama kujitenga na ushirika wa watakatifu, kukataa mafundisho yaliyonyoka ya Mungu na kuanza kutafuta experiences. Sema experiences. Kuna watu wana njaa na experiences. Wanaacha neno la Mungu tu lililonyoka hivi. Jepesi tu, simplicity that is in Christ. Ule wepesi tu na uwazi uko ndani ya Kristo na uacha ili nionekane mimi ni mtumishi wa Mungu. Natakiwa niende kwenye anga ya 7, niende kwenye anga ya 10. Unakujua? Anaanza kukomaa. Mungu sema na mimi. Mungu unaposema Mungu sema na mimi unamlazimisha. Unajua yatakayoitikia. Watu wote waliomsikia Mungu hawakuwahi kwenda kumdai. Walioona maono. Soma katika Biblia. Kuna mtu anaenda kusema Mungu nipe maono. Walipokuwa kiabudu, walipokuwa kiomba, wakapata maono. Amen. Walipokuwa wanafanya shughuli, Mungu akasema nao.
Amen. Mambo mtu anatoka kabisa mpaka safari. Anakuja kwa nabii. Nabii, anza kunitabiria. Anza kunitabiria. Maandiko ya Agano la Kale yanasema huo ni uchawi na ushirikina. Au hamjasoma? Unaota ndoto, unakimbizana kutoka nabii mmoja kwenda nyingine, nipe maana, utapewa maana. Na utanyooshwa wewe. Hakuna mtu katika maandiko aliyemwamini ambaye aliota ndoto na alihitaji watu 10 wamsaidie kujua maana ya ndoto. Ameja yako kuwa wise. Hivi mimi nikuulize, hivi watu wanapata shida gani? Hivi ndoto kama unielewi, siliache. Inakuwa hii shida. Maana mtu anaji mpaka mdomo wake anapata. Yaani ndoto inanitesa, ndoto kwa nini kutesa? Mungu analeta vinavyokutesa. Mungu akitaka kusema na mtoto wake anaanza kukupa mateso. Atataka nielewe, sijaelewa, atasema tena. Lala usingizi. Tuko pamoja? Yaani nateseka, anaenda nabii, niambie ndoto, nabii asema okay. Ukienda kwa manabii watatu, kila mmoja mpanda maana yake tofauti. Unaenda kununua vitabu. Tafsiri za ndoto. Ukiona matembo ni hivi. Ukiona milima ni hivi. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. So nilikuwa nakwambia, duniani kuna nini? Kuna miungu. Sio kila mtu anasema Mungu ni cheo, ni jina ambalo halina bado utambulisho. Ndio maana katika nyaraka anaenda mbele sasa, Mungu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utambulisho wa Mungu huyu tunaufunga katika nani? Kristo Yesu. Kwamba this is the God we serve. Huyu Mungu tunayemwabudu sisi ni Baba. Ni yule itanabaisha kwamba yeye ni yeye na mwana. Ndio maana Israeli wakawa wanaambiwa mapema, sikia Israeli, Bwana Mungu wako ni mmoja. Ile neno mmoja ekad lipo katika kuongelea mmoja. Tuko pamoja So anasema Bwana Mungu wako ni mmoja. Haikuwa inaongelea kama namba moja. Maana sasa hiyo ndio imeleta shida kweli. Unajua Biblia shida yake ni lugha. Kinachosumbua nini? Kwa watu wanabishana utatu sio utatu, mmoja sio mmoja, ni lugha. Kwa sababu tunasoma maandiko ambayo hayakuandikwa kwetu, yaliandikwa kwa watu wanaoelewa lugha zao wenyewe, sisi tumekopa tu. Unasoma Kiswahili unafikiri Kiswahili, sio Kiswahili. Kwa unachanganyikiwa. Ukisema Mungu Baba, Mwana, wewe unaanza kuabudu miungu ya kigeni, una miungu mitatu. Mungu hawezi kuwa wawili, Mungu hawezi kuwa, wewe ndio unamtengeneza Mungu. Wewe unataka umpokee alivyojileta, au sio? Wewe sikaanza kusema sasa nataka Mungu wako mimi awe wa hivi. Mtu asikublackmail. Yeye kila wakati kwenye nyaraka anatamkwa Baba, afu anatamkwa nani? Mwana. Amen. Utasikia Mungu Baba, afu utasikia nani? Mwana. Yaani imenyoka wala haina kona. Nini vurugu nyingi wala hauzihitaji. Haleluya. Kwa Mungu wa Bwana na Mwokozi wetu nani? Yesu Kristo. Huo ni utambulisho. Kwa sababu Mungu ni Mungu. Hata haya miungu nilikuwa nakwambia wana wa Mungu zamani yalikuwa yanaitwa pia Elohim. Elohim ni jina general. Ndio maana ilikuwa inabidi ili kutofautisha na Mungu huyu wanaweka na kivumishi kielezi kimili sio. Yaani wanaweka na kingine kineno kingine kujazia lile la kwanza. Kwa sababu hata hao malaika waliokuwa wanaitwa wana wa Mungu walikuwa miungu yenye nguvu, ilikuwa inaitwa pia nini? Elohim. Kwa mfano, anasema hivi. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke? Ni Zaburi ngapi? Ya 8. Si ndivyo? Mwana mtu hata umwangalie. Umemvika, asema umemfanya punde kidogo kuliko nini? Lile neno Mungu Baba. Elohim. Na liko kwenye plural. Haliko kuongelea Mungu mwenyewe. Mungu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Lilikuwa neno anasema umefanya punde kidogo kuliko Mungu. Ilikuwa ni comparison kati ya mwanadamu na viumbe vya Mungu vile, yale majitu, yale giants, yale ya kiroho, miungu hayo, supernatural beings. Tuko pamoja? Na hiyo punde kidogo ni kwa maana ya mwili huu. Yale majamaa, manake Daudi anashangaa. Yale majitu yako powerful katika ulimwengu wa roho, ya liko India, liko hapa. Yaani yako supernatural. Hallelujah.
yako powerful. Alafu mtu ambaye ana mwili huu unaopatikana na mauti, frail human being, Mungu amemtawaza juu ya kazi zake zote za mikono. So the guy was like, kwanza nikiziangalia mbingu, unaelewa mbingu, anasema nyota na nini na mwezi ulivyo virati. Haongelei nyota hizi, mwanadamu aje kuwa compared na milima na mito, anaongelea viumbe vya kiroho, nyota, mwezi, jua. Katika scriptures it is talking about supernatural beings. Do you understand? Anaposema Joshua akasimamisha jua, jua lipi? Brother and sister, open your mind. Jua lipi? Anasema kwenye kitabu cha Ufunuo, jua na mwezi vitatiwa giza. You have to understand. Lugha ya Yohana anakopa kwenye msamiati wa Musa wa Agano la Kale. Mwezi na nyota na jua, those things are talking supernatural things. Mnanielewa anachokisema? Kwa hiyo duniani hatuko wenyewe, pana miungu. Usipofundishwa Mungu anavyohudumu, kuna madude yatakupa huduma na utaona unamtumikia Mungu, na kwenye huduma wako watu watakuwa tena wanajaa wa kutosha, na miujiza na ishara zinafanyika. Kwa sababu miujiza na ishara, I have to tell you my brother and sisters, miujiza na ishara, yani supernatural, haiko tu kipekee kwenye Ukristo. Unajua tatizo sisi hatujapata neema ya kuwa watembeaji nje na mipaka ya nchi zetu. Kwa hiyo tunakuwa, ni ruhusu kusema hili neno, tunakuwa na ujinga. Tunakuwa na nini? Na ujinga, kutokujua. Kwa sababu hatuna exposure ya tamaduni na dini zingine. Yaani wewe unachojua ni Uislamu unaoona mtaa wa pili. Wewe unachofahamu ni makanisa haya ya Kikristo unayoona. Brother, dini zipo ulimwenguni. Hata nje ya dini kuna majitu tu yanapiga supernatural. Wewe pamoja na wachungaji wako na maaskofu wako hamjai ku-exhibit au ku-manifest. Do you understand? Unaingia sehemu kwenye tempo la watu, yamepiga miguu yao hivi ghafla yanayeyuliwa, yanakaa hapa level katikati, yamekunja miguu level hapa hewani, yanaendelea kumeditate. Masaa 10 yako hewani. Afuku mtu akipigwa paka mka chini, watu wanachanganyikiwa. Inawezekanaje? Una exposure ya power. Una exposure ni power. Watu wanafanya vitu vya ajabu nje na dini mbalimbali, na hata katika dini ambazo sio ni Ukristo. Supernatural has been there. Kumbuka wakati wa Musa, wakati Mungu anamtuma Musa aende kwa Farao. Do you remember? Ile show mnakumbuka? Anapiga tukio na majamaa anaje? Anapiga tukio. Kwamba nyoka, simba kubadilisha kwa nyoka. Musa analeta mambo gani ya kitoto haya? Yakapiga ile show pale. Sisi kuzalisha nini? Anazalisha na yenyewe. Walikuwa wanamtumikia Mungu aliye hai. Na kutumikia. Lazima tuwe makini. Nakwambia kabisa, si kukuobesha. Zipo nyingi zinaitwa huduma. Na Mungu atusaidie. Yale madude yanakuita, sema yanakuita. Na yanakupa huduma. Amekwambia kwamba linaweza kujifanya malaika wa nini? Linakuita na linakupa huduma. Ogopa sana mtu anayetaka kujifanya yeye ni pekee, ni maalum, ni special. Huo special ukianza kutafuta, you will tap into those things. Katika Kristo hatuna uspecial. Tuna ndugu katika Kristo Yesu. Brothers and sisters. Tuna wahudumu wa Injili, waaminifu, wanyenyekevu, servant leaders. Wako kwa ajili ya kutumikia wengine, not to lord over people. Tuko pamoja? Tuna pattern ya ministry katika Kristo Yesu. Kristo ametuonyesha kielelezo, anasema nimekuja kutumikia, sio kutumikia. Anasema anataka kuwa mkubwa kwenu na awe mdogo. You follow those patterns, unaepuka yale madude. Tuko pamoja? Unaepuka yale madude. Yanafanya kazi kweli kweli. Yanafanya vizuri kabisa. You know, masharti ni mengi. Unajua masharti kidogo hapa kidogo. Kanuni. Anza kuwa makini. What is it? Unajua nilipokaa
Nikaja akaniambia utafunga siku 365. Alafu utafunga siku 365, unatakiwa usile hiki na hiki na hiki na hiki. Alafu anajua kopi tu, yani mambo ambayo anajua uwezi kungamua kwa haraka. Akaniambia kama alivyosema yule mtoto wa nani wa Manoa, usinyoe nywele siku zote za maisha yako. Okay? Kwa unaona ni Biblia. Haya. Endelea. Kwa kaa kila siku usiku saa 6 anakuja kunifundisha. Huyu Bwana wa majeshi ananitekelezea. Kwa anakuja na anaanza kunifundisha, ananipa mafunuo. Ukiacha ile mafunuo hayaendi kabisa sambamba ana kwa ana na neno la Mungu lilofanyaje. Ila jamaa anakuwa na ushahidi kweli, kwa sababu si anatekelezewa. Kutokelezewa sio issue, aliyekutokelezea ni nani? Aliyekutokelezea ni nani? Kama nilivyokuambia, Mungu hajatambulishwa kwa rangi ya suti. Kama wewe akija ili ujue ni Bwana mwenyewe, atakuwa amevaa suti au shiki. Wengine wanatokelezewa ni na yule Yesu ambaye ni wa kwenye video. Wa kwenye nini? Wa kwenye movie. Na ndio wanapomtambua Yesu. Wakiona ile sura yule jamaa aliyeigiza. Asema Yesu alitokea nini? Unabaki tu unacheka kama Wasukuma wanavyocheka kwa huku na msikitikia mtu. Niko makini sana mtu anaponiambia nimetokelezewa, sisemi Mungu hawezi kutokea. No. Sisemi Yesu hawezi kutokea. No. He the same yesterday today and forever. Alitokea Paulo, aliwatokea hata leo. Yesu haweza kuja akasema nao. Unahitaji uwe grounded kwenye neno la Mungu. Unahitaji uwe na ushirika na watakatifu. Na mambo haya anayokuambia hakuna kitu kinaitwa siri. Waambie ndani yako. Unajua watu wanaotapeliwa vizuri mjini? Unajua? Anajua na hii simwambie mtu hivi. Anakomaa, ana mzembe. Kuna jamaa wamemcheki kutoka India, China, sijui Japan, wanampa issue. Wanaona issue ikitangaza hivi tutakuwa wengi, mgao utakuwa ndio unapopigwa hivyo. Ungemwambia jirani yako kidogo, ngambia wewe hauna wajua. Juzi mwenyewe umenitumia email, ungepona. Lakini unaenda na wao ngambia usiongee sana kwa sababu unajua ya mambo, unajua yanahitaji space. Unapangwa, unatembea. Mwisho wa siku unajua sasa kuna watu mimi naambia watu mnasema sije msongo. Watu wana mambo mengi. Hawezi tu kusema kwa sababu anaanzia sawa wapi kusema wakati hakusema toka mwanzo. Anaona aibu kushare lakini ameshaumia kweli. Kwa anabaki na ule mzigo mwenyewe. Mtu unakuta amepewa hela za kampuni. Kama mmoja, ni kafanya madude si wewe yana sensi kwa roho. Kwa sababu wengi wanaofanya utapeli pia they use hizi namna. Kwanza kabisa unajuaje? Ndio nimetoka kutoa hela benki. Afu ndio jamani na kufuata na dili. Jana ulikuwa una hela, amna nini kufuata na dili yoyote. Ndio hela za nani sijui za nini ziende bank. Na anajua kabisa hizi hela zitumiki leo wala kesho. Njiani kwenda bank, ana mzigo wake au ziko nyumbani anaenda kusipeleka pale bank milioni 15 za taasisi. Ndio jamaa mtu ametokea, unajua kuna 1 2 3 ukifanya hivi sasa nini? Hata ngoma ndio kipiga hivi 15 tunapata 200 utachukua hiyo 15 utairudisha haraka tu. Ndairudisha haraka. Kile hata mke wake amwambie. Kama ni mume amwambie mke wake, mke amwambie mume wake. Sasa wewe umeshapigwa milioni 15 za taasisi au za familia. Hivi unajua ugumu wa kueleza? Watu wanashinda wakikuuliza ile iko wapi nani? Kwa sababu utaonekana mjinga na mwengu wa mwisho. Kwamba ulichukua hela za kampuni, ulizoambiwa peleke benki, wewe ukaenda Kwa hiyo ili kutunza angalau kaheshima kalikobakia, unapiga kilo. Ule ndio unaoitwa unakuwa msongo sasa. Maana au eleweki. Unaulizwa, ile hela mama fulani imeenda wapi? Yaani mimi hata sielewi, uelewi nini? Kwa watu wanatokelezewa, haanza kuwa na mafunuo. Kuna mmoja alifikia hapo sababu nakumbuka mmoja tuka Katesh. Alikuwa na makaunta. Nakumbuka. Yuko wapi leo? Anatumikishwa usiku. Yeye jamaa
ametolewa kwenye shughuli zote za kiraia, akawa anakaa mwenyewe kwenye chumba kina giza, amejaza chumba hicho makaunta, ni masomo tu. Ukisoma mle, yani ni vitu vya ajabu ajabu, mafunuo yasiyoeleweka. Sasa akipewa nafasi sehemu ndio afundishe, watu wanatoka wamechanganyikiwa. Sasa yule baba ana mafunuo mazito. Wewe mtumishi umetumwa ukafunue, sio kalete nini maana yale ni mafuniko, ni mafunuo. Kwa sababu mtu kama anafundisha amekuja na ufunuo wa Mungu, maana yake kuna nini? Clarity. Analeta wazi. Mtu sasa, baba yule mtumishi na ufunuo maana yake you come to speak nini? Clear terms, clarity, mambo yanayoeleweka vizuri katika akili, hayaleti confusion, hayaleti hofu. Sasa unaleta madude, sijui nini, nikaingia kwenye mahali fulani Mungu akaniingiza. Hapo mahali sijui pakoje, akanionyesha hiki kitu, akieleweki, mara akanionyesha tena sijui farasi mwekundu. Anafanya nini sasa farasi mwekundu? Unaanza kuuliza kichwa. Ndio darasani unajiuliza farasi mwekundu, unauliza na ule mshale sijui ulikuwa umewekwa kwa hivi. Kila kitu ni mafumbo yasio. Huyo hata chakula msimpe, ili kidogo ajirudishe akili yake. Hapana kuona hivi haya mambo kwa inaleta sio haya. Tuko pamoja? Kama nilivyokwisha kuambia siku nyingi, ukija mahali popote unasikiza mafundisho, afu mwisho wa siku yale mafundisho yanaacha hofu kwenye moyo wako, siku nyingine usirudi. Mungu na roho wake hawahudumu hofu. Palipo na roho ya Bwana pana liberty, pana uhuru katika moyo, pana kuja na tumaini. Sisemi kwamba hautaambiwa mambo yanayokufanya kwamba useme zile njia zile sio. Nachomaanisha ni kwamba utaondoka na nini? Na tumaini, utaondoka na amani ya Mungu, utaondoka na direction. Utaondoka yani umechanganyikiwa, hofu imekujaa, unaogopa hata kuamka. Huyo hawezi kuwa roho. Ndio anaambia umeota ndoto haieleweki, tena haieleweki, afu inakutishia. Ikemee na nisirudie tena kuja. Kama shetani, nimezaliwa na Mungu, nimetokana naye. Ndoto zote za kishenzi usiniletee. Ndoto za kutesa kichwa changu usinilete. Najua mimi ni nani, na baba yangu anataka kusema na mimi, atasema na mimi wasiwasi. Kwanza nina nyaraka zimefanyaje, zimeshanyooka. Najua who I am. Sababu adui anatesa watu. Anatesa watu sana. Mtu ni mandoto mpaka na watu ambao wamechanganyikiwa hivi. Ukiangalia hivi unaona something is not right somewhere. The more jinsi anavyomuvu, vile anavyohusiana na watu, yani yeye husiana na watu, yeye ni malaika. Yeye anahusiana na malaika. Hata ukimuuliza mkuu wa mkoa ajui. Yeye anaongea na malaika. Kuna watu wako huko ndani hawajui hata mkuu wa mkoa ni nani. Wanaongea na malaika. Mwambie jirani yako, be human being. Be human being. Si mmenielewa nyewe watu? Kuwa mwanadamu. Wewe ni wa rohoni ndio, lakini wewe ni mtu. You are best of two worlds. Ishi vizuri, interact na watu, kuwa na fellowship, unatabasamu, unaeleza shida zako na wanasikiliza, wanakusaidia. Hii mambo unajifungia tu. Wewe ni malaika tu. Utapigwa na ile madude. Yatakupa huduma. Yatakupa nini? Unaanza kuifanya na taratibu zake. Ndio unakuta mtu amepangiliwa jinsi atakavyokuwa anavaa siku zote za maisha yake. Kuna vifungo vya aina nyingi. Wale jamaa hawezi kuwatumikia bila kunyoosha. Lazima kunyooshe. Waweka mizigo na mateso, hakuna uhuru. Kuna uhuru. Na Paulo alikuwa rohoni sana. Akaanza siku za mwisho. Watu watafuata roho zidanganyazo. Watafuata na mafundisho ya kigeni yakiwakataza watu wasioe au kuolewa. Masharti yasiokuwa na kichwa na miguu. Mimi nataka kuoa na niambia nisioe. Au kuoana ni dhambi. Kuolewa ni dhambi. Kiona tu watu wanaanza kuweka masharti namna hiyo. Unaiangalia hii roho unasema kwa neno la Kristo nimepambanua hii haitokani na baba. So tunaweza kupambanua namna gani? Kwa neno la Kristo. You ought to be in the local church. Kwenye kanisa la mahali. Unaona huduma ya Kristo inafanyika hivi.
Usipojifunza huduma kutoka kanisani, kutoka kwa walimu wako, utafundishwa na yale madude. Nasema mimi ni special, nimeitwa special. Wale wanaitaka special, na huwezi kukuta unafanana na mwingine, na aliyeitwa mwingine special naye anakuwa special. Kwa wote mnakuwa special. Na ndio maana watu wakisema kidogo kuhusiana na huduma, hamna, usihukumu. Kila mtu ana ufunuo wake. Tutahukumu. Kuhukumu maana yake kupambanua. Tutakupambanua kwamba wewe si wa njia yetu, wewe haumwabudu Kristo. Haleluya. Sisi tunaelewana ndugu zangu. So don't underestimate the power or the wisdom of God about the local church. Usichukulie poa hekima ya Mungu usiana kanisa la nini? Kanisa la mahali ni usalama wetu. Tunakaa kama vile viswala polini viko pamoja. Simba kuvamia wakati watu kundi limekaa pamoja ni kazi. Lakini kuvamia kale kanaruka kenyewe ni rahisi sana. So kuna usalama katika ushirika wa takatifu. Kuna kukua kiroho katika ushirika wa takatifu. Katika mahusiano kuna kukua kiroho, kama nilivyosema kwamba hauwezi kukua kiroho kwa mwenyewe, kwa sababu hakuna mahali unajaribiwa. Hakuna mahali pia ambapo una exercise mtembeo, kwa sababu huwezi utatoa uko mwenyewe. Utatoa kumsaidia ndugu kwa sababu una interact na nini? Na ndugu. Tunda lako la upole, uvumilivu linapimika ukiwa na interact na watu. Wakati ambapo kuna makwazo yanatokea katikati ya kanisa, ukuaji unakuja tu kwa sababu sasa nao unajifunza kuliangalia nini? Neno la Mungu. Mtu anakupiga tukio ambalo kwa kweli kusamehe ni kazi, alafu unakuta uhalisia unasema unaweza kusamehe. Amen, amen. Kwa una exercise neno la Mungu mpaka unakuwa katika huo utendaji na mtembeo wa asili yako na Kristo, unasamehe na kuachia. Ukuaji unatokea. Lakini uko mwenyewe chumbani unakwazikana. You can't be. Kwa kanisa la mahali pia linakuwa, kwa mfano hapa tumesema shikaneni mikono, omba pamoja, hudumia watakatifu. Utahudumia watakatifu kwa mwenyewe mtaani. Kwa mazoezi ya vipawa vya roho yanafanyika pia nini? Kwenye kanisa. Kwa sababu hawa ni ndugu zako, huoni aibu. Unaweza kashuti jambo lolote, kama alipo ndio unajifunza pia, tuendelee kuomba. Na yeye anakutia moyo, tuendelee kuomba, tupate zaidi. Lakini huko unaogopa, hapa naweza kusema kuna mtu anaitwa Agata. Alafu majira anasema wewe acha mambo yako, wewe Agata wapi? Tuletea mambo ya ovyo tu hapo. Unaanza kuogopa, kesho unaogopa kusema kwa ufunuo. Hivi unajua kusema kwa ufunuo ni inahitaji imani na ujasiri. Unaujengea wapi? Si kwa ndugu zako. Mimi nikimchapa prophecy hapa apostle, prophecy yenyewe sio imenyooka, kuna shida gani? Si ndugu yangu. Ndio tunakuwa pamoja hivi. Na ananielewa tema sawa. Hebu endelea, go, endelea. Nataka tuombe zaidi. Kuna kitu Mungu anataka kusema. Tuko pamoja? Kwa tuna exercise. Lazima upate watu wakufanyie mazoezi. Hata kinyozi inabidi ampate mtu ambaye anakubali kichwa chake kitumike kwa mazoezi. Huwezi kwenda kuanzia vichwa vya watu wamekuja ndio professional kulipa hela, alafu wewe unaenda kufanya majaribio ya kinyozi mara ya kwanza. Inawezekana? Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kinachohusisha mwanadamu akiwezi kuwa perfect. Kwa ni karama za Mungu, lakini kwa sababu watu ndio wanatumika, maana yake kuna namna ambapo kunaweza kutokea nini? Makosa. Kwa training, mtu anapoendelea kutrain na exercise anazidi kuwa bora, anazidi kuwa perfect, au anazidi kusogea kwenye usahihi kabisa. Amen, amen. For you need people. Na watu ambao tumejitoa kwa ajili yako kutufanyia mazoezi ndio sisi. Mwambie yako mimi niko tayari, wewe fanya mazoezi. Kwa usiogope, kija tuanza kusema Bwana anasema, mimi nasikiliza afu nakuwa na kushirikiana kama ni kweli, hata kama naona mbona hiyo haijakaa sawa. Yes, tunaomba. Glory to God. Kesho na kesho kutwa unakuta umenyoka, umekaa sawa. So local church iko very powerful. Kwa sababu ni mahali unafundishwa, unafanya mazoezi, lakini unaona jinsi yanafanyika. Kwa unakuwa salama katika fundisho lako. Mwenendo wako unaangaliwa.
unavyolichukua fundisho, unavyoliishi fundisho, kwa unaweza kuonywa, unaweza kuelekezwa, kwa sababu uko kwenye familia. Hata mtu anayekaa mwenyewe haiko accountable popote. Yeye anakulaga nondo tu Google. Anasoma vitabu vya theolojia Google. Anabida tu account kule, anakwenda Miles Mulo, kutoka Miles Mulo anakwenda Pastor Kristo ya Kilome, kutoka Pastor Kristo ya Kilome anakwenda Msia Damina, kutoka kwa Damina anaenda msikiliza Kakobe, kutoka Kakobe anachukua tapes za Makasege za kutoka Makasege. Akitoka hapo anakwenda kwa mzee wa Neema, kutoka kwa mzee wa Neema anashuka South Africa pale kwa Prophet Kubas marehemu, sasa hivi anachukua nondo zake anakula. Huyu mtu fundisho alipimwi popote. Alijaribiwi. Mtembeo wake hauonekani na mtu yoyote, ni very private. Sababu anaishi mwenyewe, anakaa mwenyewe. Atakuwa huyu. Hivi mnajua katika ukuaji wa kiroho wenyewe tumeambiwa tuangaliane sisi kwa sisi. Sasa wewe hauna mtu anayekuangalia, inakuwaje? Kwa hiyo unabaki na ushenzi wako na hamna mtu anayekuuliza, kwa sababu hauwajibiki. Hauna familia yoyote ambayo hata unaona aibu kidogo, hizi shori kizipiga hizi itaibisha familia yako. Una. Kwa hiyo unakuwa kitu chochote, huwezi kuwa kiroho nje na familia yako. Hapo tunakuona kwambia, we brother, mbona siku hizi ndugu yangu anakuambia, mbona siku hizi ifika saa 4 tunasikia mlango wanaingia wawili. Watu wawili. Hapo asubuhi saa 11 pia watu wanatoka wawili. Kwani umeoa lini? Au sio? Si ni swali. Kwani umeoa? Brother, tunyoosha maneno. Umeoa lini? Anajieleza, anawekwa sawa kwa sababu yuko pamoja na nini? Ase tumekuona, tumesikia habari. Watu wanalalamika. Umefungua biashara ambayo inachukua hela za watu, alafu unawatapeli. Nani anakukall antu kwenye order? Ndugu zako, si ndio? Au mchungaji wako. I say, tumesikia wewe unafanyaje? Unachukua hela za watu, wanalalamika. Njoo. Sasa kila mmoja kwenye maisha yetu anaweza kuwa mwengo at any time. In life. Unaweza kaweuka tu. Umeje nako wewe unaweza kaweuka tu. Ni mtu. Mimi naona sana watu huruma ambao wanaoa nje ya kanisa na hawataki kuwa na kanisa. Yaani unaolewa na mtu ambaye anaenda kanisani. Hana mchungaji. Kule Uswahilini wanasema hasikila imam wala la shehe wala la mchungaji. La shangazi wala la mjomba. Alafu ndio mke wako au nani? Mume wako. Wewe umenunua matatizo. Umechukua leseni ya matatizo. Kwa sababu kila mtu anaweza kupata changamoto kidogo. Unajua hivi vichwa ni vichwa tu vya kibinadamu. Tuko pamoja eh? Lakini kama wakati mnala wa mume wako au mke wako kuna namna umefanyaje? Si tuna kanisa tunaenda pamoja? Si tuna mchungaji? Njoo, pasa ndugu yangu. Kwa sababu wewe hata ujitahidi kumsemesha vipi, ameshakuwa mwewe. Na unajua ndugu yako, yani mke au mume anakuweza tu, hata ukimwamba vipi anakuweza. Hebu sema anakuweza. Akisha yani wao sio achana na mimi bwana wewe. Yaani unapiwa maneno mawili unaamua kukaa kimya. Hauna la kusema. Mtu akikuoa ana hisa nyingi. Sema ana hisa nyingi. Hiyo inaitwa pini, umepigwa pini. Ukiolewa umeoa. Hiyo ni nini? Huko utakuja unajifanya mwamba. Ukirudi nyumbani utakuwa mwaminifu tu. Utasikilizana na wewe mama vizuri tu. Hakuna nini? Namna. So wakati mama amekuwa namna, kichwa cha mtu akieleweki, there must be someone. Lazima kuwe na sauti ya mamlaka juu ya maisha ya mtu ambaye anaweza kumcall to order. Akamwambia hapana, hivyo sivyo tulivyojifunza nani? Kristo. Hiyo njia unaenda sio sawa. Oh, naona niliteleza tu mchungaji, ninajirekebisha. Tunakuangalia. Kwa angalau kuna mahali anafanyaje? Anawajibika. Kuna sauti ya kumrejesha kwenye utaratibu. Lakini mtu yuko mwenyewe anazunguka duniani freelance. Anasema mimi ni mchungaji wangu mwenyewe. Mimi ndio kanisa. Nimeokoka na Mungu anakaa ndani yangu, mimi ni hekalu, mimi ndio kanisa, mimi ndio ushirika mtakatifu. Na ndio